Polisi nchini Kenya wameendelea kukabiliana na waandamanaji katika maeneo kadhaa ya jiji kuu la Nairobi. Hata hivyo, maandamano ya safari hii yamekuja na mambo mapya, kwani waandamanaji wameonekana wakicheza mpira huku wengine wakirusha mawe barabarani na polisi wakirusha mabomu ya kutoa machozi kuwatawanya waandamanaji hao. Hii ni TriGen Media na mimi ni Jennifer Mwidete. Idadi ya polisi wanaokabiliana na vijana imeongezeka katika barabara ya Moi, ambapo anarusha mabomu ya kutoa machozi huku akilazimika pia kuwamwagia maji ya rangi nyekundu inayowasha mwili. Naye aliyekuwa jaji mkuu nchini Kenya David Maraga amejiunga na maandamano ya Gen Z jijini Nairobi, huku akilaani ukatili wa maafisa wa polisi dhidi ya vijana hao waandamanaji. Maraga amekaliliwa akisema vijana hao wana amani na kwamba watashirikiana nao kufanya maandamano ya amani. Wanataka katiba iheshimiwe, wanataka maisha ya binadamu kuheshimiwa. Inasikitisha kuona vijana wamezuiwa kufanya maandamano kuelekea bungeni. Mbali na mihemko tunayoiona hapa leo, hakuna ghasia ya aina yoyote. Katika maandamano hayo yanayodaiwa kuwakumbuka vijana wenzao waliouawa katika maandamano yaliyofanyika awali, huku wakiwasha moto katikati ya barabara, huku wakiweka mawe barabarani na matairi ya gari ambayo wameyawasha moto. Kwa upande wake, Wiper nchini Kenya Kalonzo Musyoka aliwaongoza vijana wa upinzani jijini Nairobi kwa kukumbuka vijana wa Gen Z waliofariki Juni 25, 2024 kabla ya hafla iliyopangwa ya kuweka shada ya maua. Viongozi hao wa upinzani waliandamana hadi barabara ya bunge kuweka shada ya maua na kuwasha mishumaa kwa heshima ya waandamanaji wa Gen Z waliopoteza maisha yao wakati wa maandamano ya mwaka 2024. Mnamo mwezi Aprili mwaka huu, Jaji Maraga alitangaza rasmi nia yake ya kuwania urais katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2027 nchini Kenya. Hii ni TriGen Media.